Kama una amani, jipigie makofi na Mungu akubariki sana. Sema amen. Sasa mimi na kifua ambacho wewe huna. Mungu akubariki sana. Yaani kule nimeshafuta kabisa, nimeingia eneo jingine. Alafu nakanyaga pale pale nilipokuwepo. Sema amen. Anasema kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Sikuwajali. Ndio maana agano lile ambalo alilosema lilijaa agano ambalo sio la kulijali jali, kama lipo kama halipo. Na ndio maana unajikuta agano la wana wa Israeli unakuta kama Mungu yupo au hayupo. Unakuta mpaka wakina Malaki anasema na wakumbusheni na waambieni, mbona mmemwacha Mungu, mmegeukia dini. Katika Hosea anasema nazichukia dini zenu na makutano yenu ya dini. Si anawakumbusha? Katika Malaki anawaambia, katika Yeremia 52 mstari wa 31 anawaambia, tuko pamoja wapendwa. Na Mungu akubariki sana, nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Kwa hiyo ilikuwa ni agano ambalo sio la kujali. Na Mungu alilichukulia kawaida tu. Fungu la 10 lilikuwemo, sadaka zilikuwemo, malimbuko yalikuwemo, lakini Mungu alilifanya agano asilolijali, agano ambalo halina nguvu, ni agano pungufu. Na agano hilo pungufu ni kwa sababu ya watu waliomo ndani ni wapungufu. Sema amen. Lakini agano jipya litakaloletwa sio agano ambalo litakuwa pungufu, bali agano litakuwa na nguvu ya Mungu. Sema amen. Na ndio maana agano tulilonalo ni agano ambalo sio la kawaida. Tukitembea katika agano la Yesu, tuna uwezo wa kushusha mamlaka yote yaliyoko duniani. Ile mamlaka ya agano la wana wa Israeli tuna uwezo wa kuishusha, kwa sababu sisi tunatembea katika mamlaka ya agano linalopatikana kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Na ndio maana katika agano jipya tunaweza mambo yote na tuna mamlaka na mambo yote. Hebu pigie Yesu kwa kukupa agano lililo bora kuliko maagano yote. Sema amen. Ni agano lililo bora kuliko maagano yote. Siwezi nikaingia katika agano lililo pungufu. Naweza nikatembea katika agano ambalo lililo bora kuliko maagano yote, ambalo ndio agano linalopatikana katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Ndio agano lililokamilika, ndio agano ambalo halina upungufu tena. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, wewe ni agano lililo bora, agano jipya. Lililo jipya. Mungu akubariki sana. Hawa watoa fungu la 10, hawa watoa sadaka, hawa wa madhabahu, hawa makuhani wanaojiita, hawa wanaishi katika agano lililo pungufu. Hasa agano pungufu, na Mungu akaliacha. Alipoliacha na nguo aliyoiacha, alafu kaifanya dekio, maana nyingine, agano la wana wa Israeli leo sisi tunaliita kama dekio. Sema amen. Sisi tunaliita kama ipulio la chakula, kwa sababu ni agano ambalo halina kazi. Tuna agano lililo bora, agano la Yesu Kristo aliyemwaga damu yake msalabani akasema imekwisha. Agano la wana wa Israeli, Mungu hakusema imekwisha. Agano la wana wa Israeli, ng'ombe haikusema imekwisha. Agano jipya, Yesu akasema imekwisha. Iwe jambo lote limekwisha, iwe vitu vyote vimekwisha, kwa sababu ni agano lililo bora kuliko maagano yote yalishawahi kutolewa duniani. Hebu mpigie Yesu kwa kuwa agano bora kuliko maagano yote duniani. Sema amen. Na ndio maana yeye ni mfano wa Melkizedeki. Ni mfano wa Melkizedeki. Ni kuhani mkuu aliyefanywa kuwa mbinguni na akaja duniani kuwa kuhani mkuu, na akawafanya makuhani wengine watoe miili yao, ambayo ndio mimi na wewe. Sisi tunatoa dhabihu ya kweli ambayo ndio mimi na wewe. Hebu jipigie makofi wewe unayotoa miili wako ulio hai takatifu wa kumpendeza Mungu. Hiyo ndio ibada yenye maana. Sema amen. Huyu anayeitwa agano la kwanza lilikuwa ni nyonge. Agano la kwanza lilikuwa
tulikuwa na mapungufu. Mungu akubariki sana. Mapungufu anazungumza katika ile Wagalatia sura ya 4 mstari wa 8. Anasema wakati ule kwa kuwa mkumjua Mungu mliwatumikia wao ambao kwa asili sio miungu, lakini sasa mkisha kumjua Mungu au kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejea tena mafundisho ya kwanza? Mafundisho ya kwanza manyonge yanapatikana hapa. Mafundisho ya kwanza yaliyo mapungufu yanapatikana hapa. Mafundisho ya kweli na imani na uzima yanapatikana hapa katika Kristo Yesu mwana wa Mungu. Na ndio maana ukija kwa Yesu unapata mafundisho ya kweli. Ukija kwa Yesu unapata mafundisho yenye uzima. Ukija kwa Yesu unapata njia ya kweli na uzima. Sema amen. Lakini ukija kwa huyu Bwana utapata mafundisho manyonge, mafundisho mapungufu, kwa sababu mafundisho hayana uzima wa milele. Mafundisho yapi? Unashika siku, unashika nyakati, unashika miezi. Sema amen. Mafundisho yapi? Unashika Roho Mtakatifu. Na ndio maana sisi tulio na Roho Mtakatifu tunakuwa tumefundishika masaa yote. Sema amen. Nipungie mkono juu, kwa sababu wewe unatembea katika mafundisho ya Roho Mtakatifu. Sema amen. Mwambie jirani yako, mimi sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo uweze ukanifananisha mimi niliyopo kwenye huduma ya Agano Jipya ukaniweka kwenye huduma lililo pungufu tena manyonge, ambayo leo tunayafanya kama dekio. Mungu akubariki sana. Kutoa fungu la 10 ni sawa na dekio. Kutoa sadaka ya pesa ni sawa na dekio. Unalielewa vizuri hapo? Tunataka tuwaambie watu wapate kuelewa. Kumbe unapeleka fungu la 10 kanisani ni sawa na dekio kwa Yesu. Yaani kwa Agano Jipya ni sawa na dekio. Mungu alishaacha, Mungu alishaviacha, alipoviacha vikawa vimechakaa, vikawa vimechanika, havina kazi, na kitu ambacho hakina kazi ni sawa na tambara bovu. Tambara bovu kazi yake ni kudekia, ni kusafisha magari kwa sababu ni bovu. Sema amen. Agano la wana wa Israeli leo tunaita kama tambara bovu kwa sababu Mungu aliliacha na likachakaa, na sisi tunaliacha kwa sababu lishakachakaa. Ninaishi katika Agano Jipya lililo katika Yesu Kristo, ambalo linatoa uzima wa milele. Kuna agano la Yesu na kuna agano la wana wa Israeli ambalo lilikuwa na upungufu. Kuwa na upungufu ndio nafasi ya pili kupatikana kutolewa. Hebu unipungie mkono Yohana, na Mungu akubariki sana. Kwa hiyo yote aliyepo kwenye agano hili anatembea kama tambara bovu. Mungu akubariki sana. Tambara bovu unaweza kadekia, tambara bovu una uwezo wa kusafishia kitu chochote ili kutolea vumbi. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo hili ni kama vumbi, ni kama daso. Kwa hiyo ukija kuangalia leo, mtu anayetoa fungu la 10 ni sawa na daso. Mtu anayetoa sadaka ya pesa ni sawa na daso. Mtu anayetoa nini, anayejiita madhakuani, anayejiita anakula madhabahuni ni sawa na tambara bovu. Hebu nipungie wewe